China bado imekuwa ni tishio kwa Marekani. Hii ni kwa mujibu wa shirika la CIA la nchini Marekani. Kwa mujibu wa naibu mkurugenzi wa CIA, anasema kwamba tofauti na vita baridi na USSR, ushindani na Beijing kimsingi uko kwenye mistari ya kiuchumi. Michael Ellis anasema China imekuwa ni tishio kubwa kwa Marekani, na ikiwa Marekani haitokuwa makini, huenda China ikaiangusha Marekani mapema sana, wanasema CIA. Uwezo wa kiuchumi wa China unalifanya taifa hilo la Asia kuwa changamoto ya kipekee, huku Marekani ikishindana nayo kwa ushawishi wa kimataifa. Naibu mkurugenzi wa CIA Michael Ellis ameeleza zaidi. Anasema China ni tishio lililopo kwa usalama wetu wa Marekani kwa njia ambayo hatujawahi kukabiliana nayo. Ellis alisema katika mahojiano na shirika la habari la Axios siku ya Jumatano, akisema tofauti na Umoja wa Kisovieti, ushindani uliopo sasa kimsingi unaendelea katika misingi ya kiuchumi, alieleza zaidi. Ellis alisema ukuu wa kiteknolojia katika nyanja kama vile akili bandia, kompyuta ya kiasi, teknolojia ya kibayoteknolojia na hifadhi ya juu ya nishati hatimaye itaamua matokeo ya shindano la kijiografia. Alielezea vipaumbele vinavyoendelea vya CIA katika enzi ambapo mbinu za jadi za kukusanya akili za binadamu zinakabiliwa na vikwazo vinavyoongezeka. Lazima kuwe na mageuzi katika biashara ya uendeshaji, Ellis alisema. Ingawa baadhi ya zana na mbinu za miaka 1960 au 70 bado zinaweza kufanya kazi leo, nyingi zinahitaji kusasishwa na kuburudishwa na kuongezwa uwezo wa hali ya juu, ambapo China imefanya zaidi ya miaka hiyo. Ni wakati wa kupambana na China katika teknolojia ya hali ya juu. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, Ellis aliongeza kuwa shirika hilo linaajiri wafanyakazi wasomi wenye utaalamu wa hali ya juu wa kisayansi na uhandisi, akisisitiza kuwa nia ya kujenga ustahili wa mwisho katika CIA. Beijing imeishutumu mara kwa mara Washington kwa kung'ang'ania mawazo ya vita baridi na kutafuta utawala wa kimataifa badala ya kukumbatia ulimwengu wa pande nyingi unaozingatia ushirikiano wa manufaa ya pande zote. Beijing inasema kwamba Marekani bado ina mpango wa kutaka itawale ulimwengu, lakini pia ikiwa na ubinafsi katika kila namna. Beijing zaidi imesema moja kati ya nyakati ambazo nchi ya Marekani imekuwa na ubinafsi ni katika kipindi hiki cha utawala wa Donald Trump. Marekani imekuwa mbinafsi hata kwa nchi marafiki. Wakati huu utawala wa Trump unaamua kuweka ushuru mkubwa zaidi kwa mataifa hayo ambayo ni rafiki, ambayo yamekuwa yakisaidia kukuza uchumi wake. Lakini mataifa hayo sasa yanaamua kuigeukia China ambayo inatafuta mfumo wa utawala wa dunia wa pande nyingi. China inadai kwamba mataifa magharibi kama vile Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na mengi katika Ulaya yanahitaji kufanya biashara na kuwekeza na kushirikiana na China, tofauti na ambavyo imekuwa wakati huu ambapo mataifa mengi yanaanza kuikimbia Marekani kidogo kidogo. Marekani na China zinasalia katika mzozo wa muda mrefu wa kibiashara ambao umeongezeka chini ya utawala wa Donald Trump kufuatia kutoza ushuru kwa uagizaji wa bidhaa za China. Beijing imejibu kwa hatua za kukabiliana. Kufuatia duru ya hivi punde ya mazungumzo, pande zote mbili zilitoa taarifa ya pamoja kuahidi kusuluhisha mizozo yao kupitia kufunguana, kuendelea kuwasiliana, ushirikiano na kuheshimiana. Wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisisitiza nia ya utawala wa Trump ya kubadili mtazamo wake kutoka kwa masuala ya Ulaya hadi China. Kila dola tunayotumia katika mzozo huu wa Ukraine barani Ulaya inavuruga mwelekeo wetu na rasilimali zetu, mbali na uwezekano wa makabiliano makubwa zaidi na mabaya zaidi katika Indo-Pacific, Rubio aliwaambia wabunge wakati wa kusikilizwa kwa Senate. Amesema zaidi kwamba ikiwa tutaangalia sana upande wa magharibi, tukumbuke kuna China ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa ni kikwazo kwetu na ndio ambayo inaweza ikatuangusha mara moja. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.